Na ndio maana ukisoma Injili ya Yohane sura ya 4, yule mwanamke Msamaria anashangazwa na Kristo ambaye alikuwa Myahudi kuombwa maji ya kunywa walipokutana katika kisima cha Yakobo, kwa sababu daima hawa watu wa Samaria na Wayahudi huwa wachangamani. Na isitoshe Wasamaria wao walikuwa wakiabudu katika mlima uliokuwa ukiitwa Gerizimu, lakini hawa Wayahudi waliabudu katika mlima Sioni, Yerusalemu. Katika somo la kwanza, Nabii Zakaria anaunadi huu mji wa Yerusalemu ambapo Wayahudi walikuwa wakiabudu huko. Anaunadi huu mji wa Yerusalemu kama ni mji ambao ulikuwa ni kitovu cha imani ya Wayahudi. Anaunadi huu mji wa Yerusalemu kama sehemu ambapo palitengenezwa misingi ya maendeleo ya Wayahudi. Kwa hiyo umekuwa ni mji ambao umekuwa sababu ya mafanikio ya Wayahudi. Katika Injili tunaona Yesu anaukazia uso mji huo wa Yerusalemu ambao umekuwa kitovu cha imani cha Wayahudi. Yesu anaukazia uso mji wa Yerusalemu, na yamkini pia ulikuwa kwake ni sababu ya ushindi, au tunaweza tukasema ushindi wa Kristo dhidi ya mateso na kifo ulilalia katika mji wa Yerusalemu. Ndio maana pia Kristo anaukazia uso mji wa Yerusalemu. Aishi tu kuukazia uso mji wa Yerusalemu, anakata shauri la kuuendea mji wa Yerusalemu. Anapokuwa anaendea huo mji wa Yerusalemu, pale ambapo ushindi wake ulikuwa umelalia dhidi ya mateso na kifo, wanapita yeye pamoja na wanafunzi wake kuelekea huo mji wa Yerusalemu katika sehemu ya Wasamaria. Na anapofika katika mji wa Wasamaria, Yesu anatuma wanafunzi wake kwenda kumwandalia mahali pengine apumzike, ajiandae ili aweze kuendelea vema na safari yake huko Yerusalemu, kwa sababu ni mji ambao ushindi wake dhidi ya mateso na kifo ulikuwa umelalia hapo. Wale wanafunzi wanapoingia katika mji wa Samaria kumtafutia mahali Kristo, wanakutana na upinzani, kwa sababu kama nilivyosema toka mwanzo kwamba Wasamaria na Wayahudi hawachangamani. Hivyo wanapoingia mule wanashindwa kupokeleka, wanarudi kwa Kristo mioyo yao imeghadhabika, kwa sababu tu Wasamaria wameshindwa kuwapokea wao Wayahudi, sababu walikuwa na safari yao kuendelea kule Yerusalemu. Wanafunzi walipopata hasira kwa sababu hawajakaribishwa na Wasamaria, wanamwambia Kristo kwamba tuagize moto kutoka mbinguni uweze kuwaangamiza na kuwateketeza watu hao. Lakini Kristo anawakanya, kisha wanabadili mwelekeo kwenda kijiji kingine ama kupitia njia nyingine, lakini ile namna yake ya kuelekea Yerusalemu, kukaza uso wake kuelekea Yerusalemu haitoki, ila tu anabadilisha njia kuelekea Yerusalemu. Narudia tena, wanapomuomba kushusha moto kutoka mbinguni kuwateketeza Wasamaria kwa sababu hawakupokelewa, Kristo anawakanya, kisha wanabadili njia kuelekea kijiji kingine, uelekeo ni Yerusalemu. Yamkini nasi katika maisha yetu mafanikio yetu yapo Yerusalemu. Hivyo violence, vurugu, misuguano sio suluhu katika kuendea mafanikio yetu, hata kama tuna Wasamaria tunakutana nao katika maisha yetu. Leo tuige mfano wa Kristo kubadili njia ili kuweza kufikia mafanikio yetu huko Yerusalemu kwa amani zote. Mwenyezi Mungu atusaidie.